Msikilizaji, karibu katika kituo hichi na kukaribisha kusubscribe ama kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapotokea. Msikilizaji, siku ya leo nimeweza kupokea taarifa kwamba ofisi za CCM eneo la Geita zimepata kuteketezwa. Msikilizaji, kumbuka kwamba CCM ni chama tawala nchini Tanzania na ni chama ambacho ndo kinaongoza serikalini, kwa maana Samia Suluhu yupo chini ya chama cha CCM pamoja na viongozi wengi waliopo serikalini sasa hivi. Sasa msikilizaji, chama hicho kimepata kushuhudia pigo baada ya ofisi zao kuteketezwa eneo la Geita. Na msikilizaji, bila shaka katika siku za hivi punde chama cha CCM msikilizaji kimeweza kuonekana kikiwakandamiza wananchi kupitia zile sera wanazoweza kuzipitisha. Sasa ghadhabu imeweza kuzuka katika wananchi wa Tanzania na wameweza kuendelea kuijenga chuki na chama hicho. Itakumbukwa kwamba Rais mstaafu Bwana Jakaya Kikwete ambaye ni kiongozi katika chama cha CCM ameonekana katika siku za hivi punde akichukua hatua za kupeana mwelekeo wa serikali ya nchi ya Tanzania. Na maana msikilizaji, Samia Suluhu Hassan ameonekana akifanya kazi kwa ukaribu na Kikwete ambaye ni rais mstaafu wa nchi ya Tanzania, lakini pia ambaye ni kiongozi katika chama cha CCM. Msikilizaji, Bwana Kikwete ana nafasi kubwa katika chama cha CCM, na kwa hivyo kama chama kimewatoa ama kimewateua viongozi, imepata nafasi ya kupata viongozi waliopo katika serikali, na kwa hivyo mara nyingi wanapata maelekezo kutoka kwa uongozi wa chama, na hicho kinaelekea kusababisha kwamba Kikwete anaweza kumpatia maelekezo Samia Suluhu kwa masuala fulani, kiwa kwamba Samia Suluhu ni rais, lakini kuna kipindi Bwana Kikwete ataweza kumpatia maelekezo kupitia chama cha CCM, kwa sababu Samia ameteuliwa chini ya chama cha CCM, na kwa hivyo ni sharti aweze kuzingatia maelekeo ama maelekezi yanaweza kupeanwa na uongozi wa chama cha CCM. Sasa msikilizaji, kupitia kwa sera ambazo chama hicho kimeweza kuendelea kuzitia, ambazo mingi zao zimeonekana kuwakandamiza wananchi, zimesababisha kwamba ofisi za chama hicho zimepata kuteketezwa siku ya jana tarehe 20 Januari mwaka 2026. Ofisi hizi zilizopo eneo la Geita zimeshambuliwa tu na moto, na baada ya magari ya zimamoto kufika pale hajaweza kusaidia sana katika kuzima ule moto, na ofisi hizi msikilizaji zimepata kuteketea. Kile ambacho tunapata kujifunza kutokana na taarifa hizi msikilizaji ni kwamba, cha kwanza ni kwamba wananchi wa Tanzania wamepata kughadhabishwa sana na masuala ama zile kanuni ambazo serikali ya CCM imepata kuzitia.
na wamepata kuumizwa na yale ambayo yameweza kuendelea kutendeka. Na kwa sababu hiyo, msikilizaji, kama ilivyo na ubinadamu wa kawaida, ukihisi kwamba umefinywa na mtu fulani sehemu fulani, unaweza kujibu kwa kumdhuru mtu yule ama kuonyesha kwamba haujaridhishwa kwa kufanya vitendo kama hivyo, msikilizaji. Na kwa hivyo kila ambacho kimeweza kushuhudiwa, msikilizaji, ni kwamba wananchi wanaanza kuonyesha kutoridhishwa na kutoamini uongozi na chama cha CCM, jambo ambalo ni gumu kwa viongozi wa chama cha CCM kulikubali, kwa sababu, msikilizaji, wanataka kuendelea kuonekana wema kwa wananchi, ili kwamba itakapofika kipindi cha kuomba kura tena, inakuwa ni rahisi kuomba nafasi zile kutoka kwa wananchi. Lakini sasa wananchi wenyewe wameweza kuonyesha kwamba hawana imani tena na uongozi wa chama cha CCM, lakini pia hawana mapenzi na chama hicho. Na sasa chama hicho kimechukua nafasi ya kuweza kujaribu kujionyesha ama kujipendekeza kwa wananchi ili waweza kupata mapenzi ya wananchi, ili iwe rahisi kwa chama hicho kuendeleza shughuli zake katika nchi ya Tanzania na pia kuendeleza uongozi. Elewa kwamba, msikilizaji, baada ya kipindi cha miaka mitano utashuhudiwa tena uchaguzi, na ikiwa wananchi hawana imani na chama cha CCM, basi hawataweza kupata uongozi. Na swala hilo, msikilizaji, ndio linasababisha kwamba mapigano yanashuhudiwa kati ya wananchi na kati ya chama, kwa sababu uongozi wa chama cha Chadema leo hii wamesema kwamba saa 7 mchana wataweza kutoa taarifa kupitia makamu mwenyekiti Bwana John Heche, na inaeleweka kwamba uongozi wao kidogo umekumbwa na matatizo, kwa sababu kiongozi wao mashuhuri yupo chini ya yupo magerezani na hawana uhuru wa kupata kujizungumzia sana. Kwa hivyo chama cha CCM kinaonekana kuendelea kutawala zaidi kabla Bwana Lissu hajaweza kuachiliwa kutoka mahakamani. Msikilizaji, hebu endelea kupiga subscription. Nitazidi kuwepo hapa kuhakikisha kwamba nakusogeshea karibu taarifa zile ambazo zinaweza kutokea.